kwenye Mbona nipo hapa? Na nakumbuka mimi nilala ndani na sio hapa. Mbona kama mazinzo mwafi sielewi? Na kwa nini kila siku mimi tu? Kwenye roho kuna muda naona kama ni miujiza, kiliona roho nasema leo kinini kitanitisha. Kwenye roho kuna muda nimerara ndani najikuta nje, nikiliona roho nje kila nikiamka kwenye nikiamka kwenye nazo sikai kwenye pesa ikai kwenye Halo. Wewe Jaki. Nilikuwa naomba nikukute hapo nyuma kwenu. Na nilikuwa naomba kama unafunde utoke nao kabisa. Basi sawa. Nakukuta hapo sasa hivi. Niaje bro? Habari. Salama vipi? Kama kawaida. Mimi nilikuwa naulizia sijui Meli atakuwa kwa maskani sijui. Hivi wewe unachokiongea unakisikiliza katika kichwa chako? Naongea na wewe. Unajielewa? Meli alikuwa na shida naye ipi? Meli kuna mazingira Meli alikuwa amenipangilia nini kwamba nimpatie. Sasa siku alikuwa amenipangilia mimi nilikuwa sipo naye, ila leo nipo naye nilikuwa nataka nimpatie. Lakini ya Meli hiyo big. Sikiliza wewe. Siku nyingine ukiwakuta watu wamekaa wana mawazo yao, basi hakikisha unapita unaondoka moja kwa moja. Meli ni mdogo wangu mimi. Ni mwanafunzi na ana malengo yake. Tafadhali usimharibie masomo yake. Alafu nimekaa hapa nina hasira zangu. Meli toka jana sijamuona katika macho yangu. Sikiliza dogo. Pita. Baridi mimi napita bigi, lakini sema sorry sana. Sorry sana. Meli mwenyewe nilikuwa sielewi kama yuko maskani na mimi toka majuzi nini sijaonana naye. Kwa kama nikipata mazingira ya kumtia macho huko nini mimi ndampangilia asogee mazingira ya mtaa kwa sababu nishaona bro na hofu kinoma kuhusu mdogo wako. Ila baridi mimi nitampangilia. Haya pita. Pumbavu. Najaribu kujiuliza
Hivi ni kwa nini nimemshindwa mara ya pili? Wakati safarini nilihakikisha kabisa kuwa ni yeye amelala pale. Na baada ya muda nilijiona mimi kitandani. Huenda ikawa na nguvu kama mimi, au mkuu alinipa mtihani wa kunipima. Hata hivyo, huyo kijana nadhani ni tofauti kabisa, na wenzake walikuwa ni wepesi, lakini yeye amekuwa ni ngumu sana. Inabidi nikamuulize mkuu kabla hajajua hili. Kila nikiamka kwenye room, nikiamka kwenye room, kila nikiamka kwenye room, nikiamka kwenye. Samahani sana dadangu kwa kuchelewesha. Hakuna shida, lakini kwenye simu sijakuelewa, ulikuwa unamaanisha nini? Mimi hapa unavyoniona, hela zangu zote nimeacha ndani. Kuita hapa nilikuwa naomba unisaidie shilingi 4,000. Kuna sehemu nataka nielekee. Nilikuwa naomba sana unisaidie kwa hiyo. Nililitegemea hilo, lakini unajua na kushangaa sana, watu wengi wamekufa kwenye kile chumba na wengine wamekimbia, na unajua kabisa mtaa unasifika kwa uchawi. Sasa sijui unang'ang'ania nini. Lakini kumbuka mimi kile chumba nimelipia miaka 2 na siwezi nikakubali kodi yangu ipotee kirahisi hivyo. Kwa mimi ninachokuomba tu dadangu, ningeomba tu niazime shilingi 4,000. Kuna sehemu nataka nielekee, na nikitoka hiyo sehemu nitakurudishia hela yako. Kama ni hela sio shida, lakini jali kwanza uhai wako. Sawa, nimekuelewa. Ningeomba hiyo 4,000. Mkuu, kazi ulionituma nimeifanya katika weledi mkubwa sana. Lakini mkuu, nikiwa katikati ya kufanya hii kazi, kuna changamoto ambazo nimekutana nazo. Mkuu, yule kijana anaonekana ana nguvu kubwa sana. Ana nguvu ya ajabu. Kwa hiyo unataka kuniambia umemshindwa? Sikiliza wewe kijana. Katika vijana ambao niliwaamini, wewe ulikuwa kijana namba 1. Lakini mwisho wa siku, wewe baada ya kunitengenezea furaha, umeamua kunitengenezea huzuni. Unataka kuniambia Mary mpaka sasa yuko wapi? Mkuu, katika hilo kikweli siwezi nikajua Mary saizi yuko wapi. Hivi mimi nilikutuma uende ukamuue Mary au yule kijana? Mkuu, bado sijaelewa. Unamaanisha nini? Mkuu, mimi nikamuue Mary? Mkuu, mimi ulinituma nikamuue yule kijana na sio Mary. Kwa hiyo wewe unataka kunifanya mimi sina akili, si ndivyo? Hapana. Unataka kuniona mimi poyoyo kama wewe, si ndivyo? Ninaongea na wewe, nataka unipe majibu. Hivi unaelewa ulivyonyofoa furaha ndani ya moyo wangu, tena bila ganzi, yenye maumivu? Unajua thamani ya Mary ndani ya maisha yangu? Nataka uniambie Mary yuko wapi? Mkuu, yani sitaki kuonekana nabishana na wewe,
Lakini mkuu, mimi sijamuua Meli na siwezi nikamuua Meli. Kwa nini nimuue Meli? Mimi nienda kumuua yule kijana na sio Meli mkuu wangu. Wewe! Kaa tena. Sitaki kusikia jambo lako lolote leo. Nataka unipe sababu mbili za kutoa uhai wa mdogo wangu kipenzi. Mkuu, naomba usinifanyie hivyo. Mkuu, uliniamini na ndio maana ulinipatia kazi. Mimi siwezi nikamuua Meli kabisa. Sikiliza. Leo ninataka nikufanye jambo ulimwengu wote huu nishangae mimi ni nani. Sikiliza, umeniumiza sana. Mkuu, naomba nisikilize. Sikiliza sasa. Wewe utaishi humu mpaka pale nitakapopata furaha ya mdogo wangu. Kila nikiamka kwenye room, nikiamka kwenye room, kila nikiamka kwenye room, nikiamka kila nikiamka kwenye kila nikiamka kwenye room, nikiamka kwenye room, kila nikiamka kwenye room, nikiamka kwenye room, kila nikiamka kwenye room, nikubahatisha maisha nayoishi kwenye room, nashindwa kujizo, ni ya kutisha, ni mwenyewe sijielewi, nikiliona langu linatisha, mazinzo yameniganda, kwenye room langu linatisha, mpaka mimi mwenyewe kwenye room, kuna muda naona kama ni miujiza, nikiliona room, nasema leo kinini kitanitisha, kwenye room, kuna muda nimerara ndani najikuta nje, nikiliona room, kila nikiamka kwenye room, nikiamka kwenye room, kila nikiamka kwenye room, fedha nazo hazikai kwenye room,